Msimu wa ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara 2025-2026 unaelekea ukingoni na tunataka kufahamu ni nani ambaye ataibuka na ubingwa, lakini pia katika upande wa tuzo nani ambaye atakuwa mchezaji bora wa msimu, lakini pia nani ambaye atakuwa mfungaji bora. Shida kubwa imekuwa ni kutokuwapo kwa uaminifu juu ya tuzo ambazo kwa msimu uliopita hazikutolewa. Tunakwenda kuangazia nini ambacho kilikwamisha katika tuzo za msimu uliopita na msimu huu. Je, atatokea yale yale ama msimu huu tutegemee mengine? Naitwa Leopard John, niko hapa na mchambuzi kinara Shabel Daniel. Tunakwenda kuangazia kinaga ubaga. Shabel, tuzo msimu uliopita zilipaa. Msimu huu tunakwenda kuzisubiria, japo kuwa bado watu wengi wakiwa wanahofia kile cha msimu uliopita kisije kikatokea. Kwanza, nini ambacho kimekwamisha hadi hivi sasa tuzo za msimu uliopita hasijatolewa kwa waliostahili kushinda tuzo hizo? Nadhani kitu cha kwanza ni wadhamini, sababu hizi tuzo kwa hazina wadhamini. Ni tuzo ambazo zinatolewa na TFF kwa kushirikiana na bodi ya ligi. Kwa hiyo ukisikiliza sababu za wahusika wanakuambia udhamini ni changamoto, lakini pia swali lingine ambalo walizungumza kama sababu ya tuzo hizi kutofanyika msimu uliopita ni muda ulikuwa mchache, kwa sababu ligi zilichelewa kuisha, wachezaji wakawa wengi wameshaondoka pia. Kwa hiyo ikaonekana kwamba isingekuwa na maana ama thamani isingeonekana, kwa sababu waweke tuzo alafu wanaotakiwa washindani wa hizo tuzo wakiwa hawapo nchini. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto ya muda pia, ama timing haikuwa nzuri, lakini pia wakapanga muda mwingine wa hizi tuzo kufanyika. Ilikuwa ni mwezi wa 12 mwishoni nadhani mwaka jana, kwamba tukio lingefanyika watu kupewa tuzo zao, lakini ikapita tena hazikutoka. Wakaulizwa husika, wakaambiwa kwamba sababu ni wachezaji kuwa kwenye timu za taifa kwenye kombe la mataifa Afrika AFCON kule Morocco, lakini pia wachezaji kwa hawapatikani. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kuandaa hizo tuzo, lakini mwisho wa siku hatukupata tena mrejesho mwingine wa nini ambacho kiliendelea na kusababisha tuzo hizo zisifanyike. Ndio maana kuna hii mijadala inaibuka kwamba pengine msimu huu tena unaweza ukapita kapa, kwa sababu ligi itamalizika mwishoni mwa mwezi wa 6 katika kipindi ambacho wachezaji watakuwa wameshaondoka kwenda kupumzika kwa ajili ya maandalizi ya msimu huu, pia pre-season na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hisia ama fununu za kutokea tena kilichotokea msimu uliomalizika, kwa watu kuondoka bila kupewa tuzo zao. Sawa, kwa hiyo tunaamini kwamba msimu uliopita kulikuwa hakuna MVP kwenye ligi yetu na itaendelea kusalia hivyo. Msimu wa mwaka 2024-2025 ligi yetu ilikuwa tuna mfungaji bora na golikipa bora, lakini hatukuwa na mchezaji bora wa ligi kwa sababu tuzo hazikuwepo. Sawa, tunaelekea mwishoni mwa msimu. Shabel Daniel, pengine kitu gani ambacho tukitegemee? Kwa sababu kwenye mazungumzo yako umesema kwamba pengine hata pia msimu huu yakajirudia yale ambayo yalitokea msimu uliopita. Shida ni kwamba TFF kuna ugumu ambao wanaupata kwenye kuwaweka wale wachezaji ambao wamekuwa wana takwimu bora katika kinyang'anyiro hicho ambacho kinastahili kuwepo. Nafikiri ni kujilemaza tu wenyewe, kwa sababu hizi tuzo tuzo ni heshima. Yani unapompatia mtu tuzo, ina maana umempa heshima na kutambua mchango wake kwenye kitu ambacho amekifanya. Sasa sometimes heshima sio mpaka mtu akupe hela. Yani heshima sio mpaka mtu akupe hela kwamba ionekane ndo anakuheshimu. Kumpa tu ile tuzo umeshatambua mchango wake na ni fahari kubwa kwake. Lakini mimi sielewi TFF na bodi ya ligi kwa nini mpaka ligi inamalizika washindi wanajulikana. Kwa mfano, achana tuzo ya MVP, tuzo ya golikipa bora, tuzo ya mfungaji bora, wanajiuliza kwa nini yani tena kiatu mpaka apatikane mdhamini na kuleta kiatu cha dhahabu ni mpaka apatikane mdhamini ndio tupate Golden Glove. Mbona kuna mashindano mengi tu ya chini tunaziona hizo tuzo. Sijuzi tu hapo kuna mashindano ya ligi ya bingwa Tanzania, watu wameondoka na tuzo zao. Skipper alipewa Golden Glove. RCL. Si mfungaji bora alichukua kiatu kwa kikaonekana. Inashindikana vipi kwenye ligi kwa Tanzania mtu kamaliza top scorer mechi ya mwisho akabidhiwa kiatu chake, kipa kamaliza na clean sheet apewe tuzo yake? Ugumu unatokea wapi mpaka mijadala iwe mingi? Kwa hiyo lawama nyingine TFF wenyewe ndio wanazitaka.
na kwenye hili hawana sababu ya kumweleza mtu akazielewa sababu zao. Sawa, hii inamaanisha nini kwa ligi nambari 6 kwa ubora barani Afrika kutokuwa na sherehe za tuzo ama wachezaji ambao wameingia kwenye vile vinyang'anyiro na wakashinda kuweza kuibuka na tuzo zao, kwa sababu hii pia ni sehemu ambayo inamtengenezea CV yule mchezaji huko ambako katika mechi yake ya soka. Tuzo hazihitaji sherehe. Anayestahili kupewa tuzo mfuate klabuni, mpatie tuzo yake, asherehekee na wachezaji wenzake, inatosha. Sio mpaka apigiwe makofi na Tanzania kwenye hafla ni muhimu. Tuzo za ligi kuu England ambao ndo tuna ligi ambayo tumekopi modo yao uendeshaji. Bruno Fernandes aliandaliwa sherehe? Hamna. David Raya aliandaliwa sherehe? Nasema njoo kwetu Afrika. Ndio nakwambia sisi ligi yetu tumechukua mode ya uendeshaji, lakini hatujachukua mwenendo mzima. Tumechukua baadhi ya vitu ambavyo pengine tunaweza tukavi-afford. Sasa wewe umeshindwa kuvi-afford au umeshindwa ku-afford hizo shughuli, kuna maana gani? Sawa. Kwa hiyo alaumiwe TFF, alaumiwe bodi ya ligi, wote kwa pamoja. So bodi ya ligi ipo chini ya TFF na TFF ndio inaendesha bodi ya ligi na TFF ndio waandaji wa hizi tuzo kwa kushirikiana na bodi ya ligi. Lawama zote ni kwa TFF. Sawa, hayo ni kuhusiana na TFF na bodi ya ligi kutokuwa na tuzo kwa msimu uliomalizika, lakini pia ikihusishwa ama ikielezwa pia msimu huu huenda tukashuhudia yale ambayo yametokea kwa msimu uliopita. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabir Daniel, hadi wakati mwingine, kwa heri.